Foleni ndefu za shuhudiwa mjini Isiolo kufuatia uhaba wa petroli. Foleni ndefu za waendeshaji wa bodaboda na madereva wa magari zimeshuhudiwa mjini Isiolo, hali inayochangiwa na uhaba wa mafuta ya petroli katika vituo kadhaa vya mafuta. Inaripotiwa kuwa ni vituo vitatu pekee vilivyokuwa na petroli, hali iliyosababisha msongamano mkubwa wa magari na bodaboda. Waendeshaji wa bodaboda pamoja na madereva wa magari ya kibinafsi na ya usafiri wa umma walilazimika kupiga foleni kwa saa kadhaa wakisubiri kujaza matenki yao, jambo lililoathiri ratiba zao za kazi na huduma kwa wateja. Baadhi ya waendeshaji wa bodaboda waliozungumza na runinga ya Waso wamesema kuwa uhaba huo unatishia kuathiri pakubwa biashara zao, huku wengine wakilalamikia hasara inayotokana na muda mwingi unaotumika kusubiri mafuta badala ya kufanya kazi. Hassan Wako, mwendeshaji wa bodaboda mjini Isiolo, amesema kuwa uhaba huo unadaiwa kuchochewa na mivutano ya kimataifa, akitaja vita vinavyoendelea kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, hali inayodaiwa kuathiri usambazaji wa mafuta duniani. Mkiangalia hapa niko katika kituo cha mafuta ya Oilcom katika Isiolo County. Hapa peke yake ndio iko na mafuta. Hii shida ya mafuta imekuwa kuanzia vita ya Iran ianze. Kila siku tunakosa mafuta, kila siku tunakosa mafuta. Sasa leo Isiolo peke yake ndio iko na mafuta. Kwa upande wake, Halake Galgalo, mkazi wa Isiolo, ametoa wito kwa Rais William Ruto kuingilia kati na kushirikiana na wadau husika ili kupata suluhu ya kudumu ya tatizo la uhaba wa mafuta. Kuna crisis ya mafuta huku. Vijana wa bodaboda wamepata shida sana, wameshindwa kufanya kazi. Vijana taksi wameshindwa kufanya kazi. Petrol station zaidi ya 100 ile iko Isiolo ni moja, hii ambaye inaitwa Oilcom peke yake ndio iko na mafuta. So tunaomba serikali ya William Samoei Ruto, President, tunakuomba hii mambo ya mafuta ishughulikiwe. Wakati ile ya kampeni yako ulikuwa unapiga sera na vijana wa bodaboda, watu wa taksi, na sasa wakati hii wenye wako kuangamia ni hiyo vijana wa bodaboda na taksi. Naye Nicholas Kiogora, mhudumu wa bodaboda kutoka eneo la Subuiga, amesema amelazimika kusafiri hadi mjini Isiolo kutafuta petroli, akidai kuwa vituo vya mafuta katika maeneo ya Maili Saba na Kisima vinakabiliwa na uhaba wa mafuta. Nimetoka Subuiga hapo junction ya Meru Isiolo. Naona kutoka Subuiga kuja hiyo njia yote mpaka karibu Isiolo hakuna mafuta. Kutoka Maili Saba Kisima hakuna mafuta mpaka Isiolo. Na kuja Isiolo ile jamu iko kwa line, mafuta inaisha mkiwa kwa line. So ile kitu tunaomba serikali ingilie kati, mafuta ipatikane. At least tunaumia sana juu mimi nimetoka mbali. Na kwa watu wote tuko nao hapa, mimi ndio naona nimetoka mbali sana na hata kwetu hakuna mafuta. Ni kilomita 26 kutoka mahali nimetoka. So ile kitu tunaweza omba serikali iingilie kati, at least tupate mafuta. Wakati hayo yakiendelea, serikali kupitia Wizara ya Kawi na Petroli imewahakikishia Wakenya kuwa hali hiyo ni ya muda mfupi na kwamba hatua madhubuti zimechukuliwa kuhakikisha upatikanaji wa mafuta kwa wingi ili kuwatosheleza waendeshaji wa magari na bodaboda kote nchini. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo, runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.